Series yetu inafungua na kutuonesha miamba watatu wanaoingia ndani ya mjengo kuja kuiba mabilioni ya pesa, lakini wamekuja kama mafundi lifti ama elevator. Bahati mbaya kubwa sana ya hawa jamaa watatu ni wachawi kubuku, yani wana uwezo wa kukuroga na usiweze kujua kitu chochote kinachoendelea. Na wakiwa wanakunja ngazi ya kwanza tu, ghafla kuna mlinzi akawa amewashtukia na kutaka kuwasimamisha. Wakachukua kibeliti fulani hivi na kukizungusha mara 2-3 tu, mwamba akawa amelogeka na akawaruhusu kupita. Na miamba wakawa wamejitawana katika sehemu tatu. Hao wengine wakielekea upande wa juu, wengine kushoto, wengine kulia. Mwisho wa siku bana, kuna mtaalamu mmoja wa mitambo alikuwa juu kabisa jengo la ghorofa. Na huyu mwamba kazi yake ilikuwa ni kuchezesha taa za barabarani ili kama kuna mapolisi wanakuja aweze kuwakwamisha kwa kuwekea taa nyekundu. Kiongozi mkuu wa hii operation ya wizi alikuwa anafahamika kama John J. Basi akawa ameplani na kuweza kusema kwamba baada ya wizi huu anatakiwa kuelekea katika bahari ya Mediterranean. Na ni kweli kabisa, ndani ya dakika 15 wakawa wamekamilisha tukio lao la kufanya wizi pale katika lile eneo, na moja kwa moja wakawa wanaondoka huku wameshikilia mabegi yao yenye pesa kama zote, wakiwa juu ya ndege kuelekea katika hicho kisiwa ambacho wanataka kwenda kutumia pesa zao walizofanya wizi. Basi kuna mhudumu wa ndege alikuwa anasema kwamba mahali ambapo ndege yetu inapita kwa sasa inasemekana kwamba kuna bahari ambayo samaki watu wanapatikanika. Ilikuwa ni katika story tu, lakini haya yalikuwa akisemwa na huyu mhudumu wa ndege yalikuwa na ukweli ndani yake. Kweli kabisa walionekanika samaki watu, na bidada mmoja alikuwa akishuka chini kabisa ya vilindi vya bahari kwenda kutafuta kitu kilichokuwa kiking'aa. Na baadaye huyu samaki mtu akafanikiwa kuikuta kitu kama bangili hivi, akawa amekivaa katika mkono wake, kwani alivutiwa nacho sana. Ila kando ya bahari tunamuonyesha mwamba anayefahamika kama Junje. Baada ya kushuka katika ndege alikuja katika maeneo haya akiwa anaendelea kupata urabu taratibu kwa maana ya kilevi. Mwisho wa siku bana akaweza kushtukia kwamba bahari ilikuwa ikitikisika, kumbe ilikuwa ni ngulumo za volcano ilikuwa inalipuka katika maeneo haya ya bahari. Sasa yule samaki mtu aliyekuwa ameokota bangili chini kabisa ya bahari alikuwa amesukuma umbali mrefu sana na kuelekea mpaka katika maeneo ya nchi kavu. Alivutiwa sana na hili eneo la nchi kavu ambalo kamwe kutoka alipozaliwa hajawahi kuliona kabisa. Mwisho wa siku akajaribu kutoka, na alipotoka kashangaa kuona kwamba kuna vitu vyeupe chini yake. Na kumbe akiwa katika nchi kavu huwa miguu yake inajitokeza, na akiingia baharini basi mkia wake ule wa kisamaki unakuwa unajirudi. Basi huyu samaki kwake ilikuwa ni burudani tu kuzama baharini na kuibuka nchi kavu. Na mwisho wa siku bado tunaonyesha mwamba Junje akiwa katika ile hoteli alikuwa amefikia, na siku ya leo alikuwa anasikia makelele mengi sana, akawa ameshtuka. Na alipoamka kwenda kutazama alishangaa kuona kwamba nguo zake zote zilikuwa zimevurugwa vibaya mno katika maeneo haya ya sebule. Ikabidi kwenda kukagua katika maeneo ya kabati la nguo, akashangaa kuona kwamba kuna sura ya bidada. Jamaa alishtuka sana kwa sababu bidada alikuwa yuko uchi kabisa, alafu tena amejifutia nguo zake anazozipenda maziwa katika maeneo ya mdomo wake. Kitu chikao kimemkela sana, akataka kwanza kumshambulia, lakini huyu bidada alikuwa na nguvu kuliko, kwani alimgusa mwamba kidogo tu. Jamaa akajikuta amesukumika umbali mrefu, kisha yule bidada akawa ametoweka katika maeneo hayo. Ila kitu cha kuchekesha ni kwamba bidada wakati anakimbia hakuwa anajua tofauti ya kioo na mlango, akawa anapita katika kioo akawa amejigongesha vibaya mno, na mwisho wa siku akawa amepoteza fahamu. Junje haraka sana akapigia simu polisi na kuambia kwamba amevamiwa katika apartment yake, na moja kwa moja akamfunga bidada mikono yake, lakini pia akagundua kwamba bidada alikuwa amejishikilia katika mikono kana kwamba ameficha kitu. Basi akaanza kumlazimisha bidada kumfungua mikono yake, lakini bidada alikuwa na nguvu sana, kwani alimsukuma mwamba kidogo tu, jamaa akajikuta ameweza kuanguka. Na wakati huu polisi wakawa wamefika na kuweza kumchukua bidada. Sasa mwamba akawa anatazama picha za bidada katika simu yake na akashangaa kuona kwamba bidada alikuwa amevaa kitu cha thamani sana katika mkono wake. Na kwa sababu wao shughuli zao ni wizi, basi haraka sana akampigia mshikaji wake anayefahamika kama Nandu na kumwambia kwamba bana, kuna bonge la dili kwa sababu nimeweza kushtukia kwamba kuna bidada na kitu cha thamani katika mkono wake. Kabla ya kuelekea huko kutekeleza majukumu yao ya wizi, basi moja kwa moja akamfuata yule mhudumu wa ndege bana. Kumbe alichukua namba zake za simu na huwa wanakutanaga kisilisili, lakini wakati huo Nandu akawa amemtumia message kwa kumwambia kwamba ile bracelet hasa Nandu ndio yule mwamba IT ambaye ni mtaalamu sana wa mitambo ya kuhaki. Alivyoweza kuitazama ile picha ile bracelet akamwambia kwamba hiyo ni bracelet yenye thamani ya zaidi ya bilioni 6. Jamaa alipozisikia hizo habari njema hakutaka kabisa kupoteza muda, moja kwa moja akatimba katika kituo cha polisi na kusema kwamba amekuja kumtoa bidada. Na mwamba baada ya kumtoa bidada akaanza kumshika bidada mkono kwa kumwambia kwamba bana, samani unisamee bana, nipatie mkono, lakini bidada akawa amekataa. Mwamba akataka kuweza kumvua ile bangili, lakini bidada akakunja ngome zake akawa anamtishia kidogo mwamba. Na mwamba akahisi kwamba ili amuingize bidada mjini lazima aanze kumtamanisha na vitu vizuri ambavyo watoto wa kike wanavipenda. Ikabidi kumpeleka shopping na kumwambia kwamba achague nguo yoyote anayotaka, lakini bidada kila anachokichagua hawezi kabisa kukivaa. Akichukua viatu yeye anavivaa mikononi, mwamba ikabidi kwenda kumvicha miguuni, lakini akichukua nguo yeye anazivaa kichwani, mwamba ibidi kumweka vizuri zile nguo. Yani ikawa ni tafrani sana, muelewi kabisa bidada, yani kama ni cheesy sometimes. Na bidada baada ya kupendeza sana akawa anajitazama katika kioo na kugundua kwamba amekuwa ni mrembo kupitiliza. Sasa kazidi kujishangaa na mwisho wa siku akawa amempoteza kabisa mwamba Junje. Moja kwa moja bidada akaanza kutembea mitaani. Mwamba Junje anarudi dukani na kugundua kwamba bidada alikuwa ametoweka katika eneo hili. Akaanza kuuliza akamwambia kwamba bidada alikuwa ameondoka. Basi akaanza kusema kwamba anaondokaje akiwa na bracelet ya thamani kiasi kile, na nyinyi mmeruhusuje bana? Ikabidi mwamba kuweza kutimba mitaani kwenda kumsakama bidada kwa sababu huyu ana kitu cha thamani ambacho yeye anakihitaji, lakini alikuta bidada yuko kulambalamba pipi. Ikabidi kumtoa pale katika ile maeneo na kumpeleka mgawani aweze kujipatia chakula. Na namna ambavyo bidada alikuwa anakula, basi mwamba akaanza kuona kwamba bidada alikuwa anamwaibisha sana kwa sababu jamani bonge la shalobalo, afu bidada anavyokula analia mikono miwili hapo anafukia msosi, si mchezo bana. Baada ya bidada kula akashiba, mwisho wa siku mwamba akatoa ka necklace fulani hivi kama ka 3000 4,000 akawa amemvisha bidada na
akamwambia kwamba naomba unipatie hiyo bracelet ambayo iko mkononi mwako. Akawa ameivua kilaini tu kabisa, bidada akiwa amelainika kabisa. Kumbuka kwamba bidada hasikii hizi lugha za kibinadamu, kwa hiyo anafuatisha kila kitu kwa sababu huyu jamaa ameweza kumwamini. Kwa hiyo jamaa chochote atakachokuwa anamfanyia yeye yuko tayari kwa sababu huyu ameweza kumpatia chakula. Na Mwamba Junjay baada ya kutimiza adhima yake moja kwa moja akamwambia bidada, naomba unisubirie hapa nitakwenda kurejea muda si mrefu. Mwamba alikuwa anajua kabisa kwamba anatoweka na hatorudi kabisa. Mwisho wa siku akatimba hotelini na kukusanya kila kitu chake. Bidada wa watu samaki mtu akiwa hajui kitu chochote kinachoendelea, akiwa amekaa katika lile eneo la mall. Basi wakaja wahudumu na kumwambia kwamba muda wa kufunga umefika, tunaomba uondoke dada. Huku upande wa pili Mwamba Junjay anatoroka bana kuelekea maeneo mengine tofauti kabisa, lakini akaanza kukumbuka vitendo vya bidada. Akakumbuka kwamba huyu bidada mbona atafikiri ni chizi fulani bana, hapo nimemwacha vile vile atapasipata kumpatia tajelo tu. Wakati huo bidada alikuwa akitimuliwa kabisa katika lile eneo la mall. Baada ya kutolewa nje akaendelea kumsubiria Mwamba kwa sababu jamaa alimwambia amsubirie, na ni kweli kabisa jamaa akawa amerudi na kumwambia bidada kwamba kuna jelo hapa nataka nikupatie bana. Bidada akawa kimya tu, hazungumzi kitu chochote kile. Ikabidi Mwamba kumchukua na kusema kwamba nataka nikupeleke hotelini au nikupeleke nyumbani kwako. Bidada akawa yuko kimya. Jamaa akawa hana namna yoyote ile ya kufanya. Moja kwa moja akamchukua bidada na kumpeleka huko magetoni ambako yeye alikuwa anaenda kuhamia. Jamaa alipofika tu akawasha taa za nyumba. Bidada anashangaa tu kila kitu. Mwamba akafika na kuwasha laptop yake ili aendelee kufanya madili yake. Ghafla tu bidada akaonekana kuwa anasogea jirani sana kila Mwamba anapotumia kompyuta. Na mwisho siku bidada akaichomoa ile kompyuta na kuanza kumtoa yule mtu ambaye yuko ndani ya laptop. Anaamini kwamba huyu mtu huenda amefungiwa huko ndani. Kwa akaanza kuitikisa ile kompyuta ili yule mtu aweze kuanguka. Mwamba ikabidi kumwachia bidada laptop pale sebuleni, lakini bidada hawezi kuamini alikesha usiku mzima akiwa anaangalia movie katika ile laptop mpaka palipoweza kukucha. Mwamba amefika ndani kuchukua laptop, bidada akawa anang'ang'ania tu. Ghafla akasikia simu yake ilikuwa inaita. Kumbe ni Manyamela walikuwa wanazivizia mahali zake sana na wakamwambia kwamba uko wapi, tunakutafuta sana wewe jamaa. Na ile anakata tu simu. Kumbe Manyamela walikuwa jirani zaidi na nyumba yake. Wakawa wamefungua mlango na kuja kugundua kwamba ndani yake kuna bomu linaendelea kuhesabu. Ikabidi kulala chini haraka sana. Na walipozidi kulala wakashangaa kwamba ile bomu liliendelea kuhesabu. Na kumbe lilikuwa ni bomu fake. Walikuwa wamevutiwa muda tu. Kuja kushtukia baadaye wanakuja kugundua kwamba bidada pamoja na Mwamba walikuwa wameweza kutoweka katika eneo hile kitambo sana. Na miamba hawakutaka kabisa kuendelea kupoteza muda. Ikabidi kwanza kumfukuzia Mwamba. Kufukuza mpaka katika maeneo fulani vya majengo ya zamani, na mwisho wa siku akafanikiwa kuweza kuwapata. Mwamba kabidi kumwambia bidada kwamba ajifiche sehemu. Kisha yeye akawa ametoka na moja kwa moja akaanzisha mpambano. Aliotandika sana kwa hatua za awali. Bidada alikuwa akichukua tu mafunzo kutokea hivi namna ambavyo Mwamba alikuwa anaweza kupigana. Lakini siku ya jana kumbuka kwamba alikuwa akiangalia movie kwa akaamini kwamba anajua mbinu za kuweza kupigana. Dakika chache mbele bidada akawa ameingia ulingoni. Aisee aliwadunda hawa jamaa na kila akikupiga ngumi moja basi unatembea mpaka mita 5 hivi. Sasa kumbuka kwamba Junjay ana uchawi fulani hivi, kwa kutumia kibeliti anaweza kakologa na ukajikuta tu umeweza kupoteza ufahamu. Kuna Mwamba mmoja hivi bana alikuwa amemnyoshia bunduki. Ikabidi kwanza kumloga, lakini huyu jamaa alikuwa na nguvu zaidi, mwisho wa siku akashindwa kabisa kuweza kumloga. Basi wakawa wamemteka Mwamba Junjay na moja kwa moja wanamkimbiza katika gari. Wakati huo bidada akachukua baiskeli na kuanza kumfukuzia jamaa, lazima amkomboe mtu huyu ambaye anamsaidiaga mara nyingi. Na bidada alikuwa akikimbiza baiskeli mpaka akaishinda gari speed bana. Mwisho wa siku akajitokeza kwa mbele. Hao jamaa wakataka kumgonga bidada, lakini Mwamba akawa ameweza kuwazuia. Alipofanikiwa tu kuweza kushuka na moja kwa moja akakimbilia katika maeneo fulani vya bustani. Basi mtafute ikawa inaendelea katika mitaa hiyo. Bidada akawacholea lamani hawa Manyamela. Mwisho wa siku akawa amemtanguliza Mwamba Junjay kuelekea mbele. Mwisho wa siku bana aliwadunda hawa jamaa, wakaonekana tu wanapaa angani na mwisho wa siku wanatua chini jamaa. Baada ya hapo akawa ameweza kutoka. Na Mwamba Junjay akawapigia simu rafiki zake kwa sababu alikuwa amepoteza kila kitu chake, na akamwambia kwamba anahitaji bana msaada wenu. Lakini wakati huo bana akawa amefunga safari yeye pamoja na bidada kuelekea mitaa fulani vya kanisa. So alipoingia tu ndani ya kanisa kila mtu ni msura ngeni kabisa, hamna anayemjua. Ikabidi kwanza kusema haleluya haleluya, jamani nawashukuru sana, nilikuwa napita hapa, mimi ni mtumishi mwenzenu, niko hapa na mke wangu, lakini kutokana na ajali iliyokuwa imempata mke wangu hawezi kuongea. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba huyu mwanamke samaki mtu akasema kwamba hata mimi na mume wangu tunawapenda sana, tulikuwa tunapita tu katika eneo hili. Jamaa akaona aibu sana kwa sababu alisema kwamba mke wake hawezi kuongea. Mwamba alishangaa sana kuna kwamba bidada alikuwa anaongea. Akamtoa pale na kumpeleka katika maeneo fulani hivi na kuanza kumuuliza, "Wewe ulijuaje kwamba unaweza kuongea?" Bidada akasema kwamba nilipokuwa nikitazama movie nikazidi kujifunza jana. Sasa Junjay bado yeye ni muuni tu kila wakati bana, yeye ni uongo umetapakaa katika maisha yake. Ikabidi kuchukua gitaa na moja kwa moja akarudi tena katika ile mitaa ya kanisa na kusema kwamba nimekuja kumshukuru Mungu kwa sababu amemponya mke wangu, sasa hivi ameanza kuongea. Basi kanisa lilishangilia sana, ikiwa ni ushuhuda mkubwa sana ambao Mwamba ameweza kutendewa, na mwisho wa siku akakabidhi sehemu ya kuweza kuishi kwa kipindi kifupi sana hapa kanisani. Na kwa sababu alijitambulisha kama ni mke na mume, basi moja kwa moja akawa amepewa chumba kimoja. Wakati huo akiwa amelala nyakati za usiku, bidada alikuwa akiimba nyimbo za ajabu sana, nyimbo za kimahaba ambazo zilikuwa zikimvutia sana jamaa. Na kesho yake mapema na alfajiri wakawa wanaondoka katika eneo hilo la kanisa, kisha wakawa wanaelekea katika eneo fulani hivi ambalo limejitenga sana katika mji. Mwamba Junjay akawa anamwambia bidada kwamba katika eneo hili ni kwa mara ya kwanza niliweza kuachana mama yangu pasipo hata kuniambia goodbye katika maisha yake, akawa ameweza kuniacha. Kutokea wakati huo huwa siwezagi kumwacha mtu katika maisha yake pasipo kumwambia kwa heri. Na ndio maana hata wewe siku ile nimeweza kuchukua bracelet yako, basi sikuweza kabisa kuondoka bila kuja kukuaga, kwa sababu mimi mama yangu mzazi aliwahi kuniacha pasipo hata kuniambia kwa heri. Sasa wakati huo anaendelea kuongea, akashtukia kwamba hapa kando kidogo kuna ujumbe ambao ulikuwa umeachwa na mamake mzazi. Mwamba aliposoma ujumbe huu ulikuwa umemfariji sana, na hapa ghafla tu akajikuta anaanza
Tabasamu. Wakati ambapo Tabasamu limekuja, na ndipo ambapo wale wauni waliweza kufanikiwa kuwakuta watu hawa. Moja kwa moja wakawa wameshika mabunduki yao na wanataka kuweza kuwashambulia, wakawakimbiza mpaka katika maeneo fulani vya fukwe za bahari. Na jamaa baada ya kufika mwisho akajua kwamba sasa nimekwisha, akawa amekata tamaa kabisa, lakini ghafla tu bidada akawa amemshika mkono wake na kumvutia katika maeneo ya maji. Kisha huyu bidada akampeleka Mwamba maeneo ya bahari mbali kabisa, huko akawa anamkisi jamaa ili kuweza kumfuta kumbukumbu zake zote alizoweza kuzipitia yeye pamoja naye. Mwamba anakuja kushtuka baadaye yuko kando kidogo ya bahari, na huko amebakiwa na bracelet tu mkononi mwake, na hakuna anachokikumbuka chochote kile katika maisha yake zaidi ya kugundua kwamba alichokuwa amevishwa katika mkono wake ni bracelet ya thamani ya zaidi bilioni 6 hivi. Swali linabakia moja tu, je, wataweza kuonana tena au hawataweza kuonana? Tukutane katika episode ya pili. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe fanya hivyo, na kama bado hujagusa alama ya kulike fanya hivyo mapema, kwa sababu kila tunapofikisha like 100 basi natoa episode ya mbele. Mimi naitwa DJ Poki. Kuuliza hii ni wapi, basi waambie hapa ni PVP Media Max.